Naam, leo hii tulikuwa tunashuhudia mchezo wa kibabe kabisa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ulikuwa unamkutanisha Young African na JS Kabylie, ambapo Young African walikuwa ni wenyeji wa mchezo huo, ambao mchezo huo ulipigwa kule New Amani Complex, ambapo Young African wameibuka na ushindi mnono kabisa wa goli 3-0, lakini ushindi wao hujawasaidia si lolote si chochote, kwani bado hawajaweza kufudhu kuelekea kwenye hatua inayofuata ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, unajua kwa nini Yanga wameshinda lakini bado hajafuzu? Majibu yote tunayo hapa Tubone Media. Tutakupatia majibu ni kwa nini Yanga wameshinda lakini bado hawajafuzu. Na nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media kwenye channel yako pendwa ya michezo na burudani. Sasa leo tunaenda kuangalia mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young African walibaki wawakilishi pekee wa ligi ya mabingwa barani Afrika wakitokea Tanzania, ambapo mchezo huo ulikuwa unakutanisha Young African na JS Kabylie, ambapo Yanga walikuwa wanahitaji ushindi mnono wa kuanzia goli 3 na wamefanya hivyo, kwani wameweza kushinda goli 3, lakini hizo goli 3 zijawasaidia chochote na si lolote, kwani bado hawajaweza kufuzu ligi ya mabingwa kuelekea hatua inayofuata ya robo finali. Sasa msimamo wa kundi D hupo kama ifuatavyo, ambapo walikuwa mtu wa kwanza ni Al Ahly ana pointi 10, mtu wa pili ni FAR Rabat ana pointi 9 na mtu wa tatu ni Young African ana pointi 8, lakini wa mwisho kabisa ni JS Kabylie ambaye ana pointi 3, lakini Young African wamemtandika JS Kabylie goli 3. Na mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa, Young African walikuwa wanamsubiri mchezo wa Al Ahly na FAR Rabat, ambapo ukianza kuangalia hapo juu kwenye Al Ahly akiwa live kabisa ana pointi 10 ambaye anacheza na FC FAR Rabat, ambapo Yanga walikuwa wanasubiri washinde kuanzia goli 3 na wamefanya hivyo, lakini bado walikuwa wanamuombea Al Ahly aweze kushinda mechi yake ya mwisho dhidi ya FAR Rabat. Hili FAR Rabat akiwa na pointi 9 hapo ni kwamba ashuke hawe na pointi 8, ambapo wataenda kuangalia head to head, lakini head to head wapo sawa, lakini wataenda kuangalia ni different ya magoli, ambapo Young African ana faida advantage ya kuwa na goli nyingi. Lakini kwenye mchezo wa Al Ahly na FAR Rabat, maombi ya Young African yamegonga mwamba, kwani mchezo huo umeisha kwa FAR Rabat kupata suluhu ya bila kufungana na Al Ahly, ambapo FAR Rabat walikuwa ni wageni wa mchezo huo na Al Ahly alikuwa nyumbani, lakini ameshindwa kutamba Al Ahly na mchezo huo umemalizika kwa goli ya bila. Hivyo basi, pamoja na Young African kushinda leo hii kwenye mchezo wake wa Kabylie dhidi ya Kabylie kwa goli 3, haimsaidii kitu chochote, kwani bado anakuwa na pointi 8 na JS na FAR Rabat anakuwa na pointi 9, Al Ahly anakuwa na pointi 10. Hivyo basi kwenye msimamo wa kundi B zinapita timu mbili, ambapo ni Al Ahly na FAR Rabat. Hivyo basi Young African rasmi sasa ametupwa nje kwenye michuano ya CAF Champions League. Tukutane hapo kwenye comment. Je, wewe unasemaje kuhusiana na Young Africans? Wameonewa au inakuwaje? Tukutane kwenye comment hapo, na hakikisha umesubscribe kwa taarifa zaidi. Hadi wakati mwingine, bye bye.